Mshukiwa mmoja maarufu wa kutengeneza pombe haramu katika eneo la Bangladesh, kaunti ndogo ya Jomvu, Mombasa, amenasa huku maelfu ya lita za pombe zikikamatwa na kuharibiwa. Kwa mujibu wa komanda wa polisi wa Jomvu, Selina Chirchir, zaidi ya lita 1,000 za pombe haramu zimenaswa katika kipindi cha wiki moja kufuatia taarifa kutoka kwa wananchi. Tulipata habari kutoka members of the public wakitufahamisha kwamba kuna nyumba moja pale Pangala ambaye wanatengeneza chang'aa. Hata tumepata ikiwa kwa madrums ikiwaka kwa mitungi. Police officers ngao wakakutana wote, wakaenda mpaka Pangala, wakapata nyumba moja ambayo ilikuwa inatengeneza hayo pombe. Hapo ndani wakapata 40 liters of chang'aa, wakapata 103 jerrycans of a total of 1986 liters of kangara. Wakapata 5 liters drums ambayo ilikuwa inatengeneza hiyo chang'aa, alafu chiko mbili ambayo ilikuwa inapika hiyo chang'aa. One person was arrested at 35 years old, alikuwa anaitwa David Ouko. Ako cell na kesho asubuhi anapelekwa kotini. Akiandamana na naibu kamishna wa kaunti ndogo Dolphin Okondo, kamanda huyu amesema operesheni itaendelea bila kulegeza kamba hadi matumizi ya pombe haramu yakomeshwe kabisa eneo la Jomvu. Na kwa wasasi tunawaambia kwamba wawache kufundisha watoto wakiwa wachanga hii tabia ya kuuza chang'aa, because watoto wako na maisha yao ya baadaye. Wao wako na maisha yao na walifundishwa na wasasi wao maisha yao, na wao waachie watoto wagrow kama children, wagrow kama watoto, wasome na wakuwe watu wakubwa, wapate kujua maisha yao ni nini baadaye, wapate kukuroisha watoto wao baadaye wakuwe wakubwa. Na kwa hayo tukaamua kwenda nje na to fight. Amewasihi wazazi kuwa washauri bora kwa watoto wao, hasa wanapokuwa likizo ya half term, ili kuepusha kuingia kwenye matumizi ya pombe na dawa za kulevya. Watoto wanakuja mita ni next week, na kama wanakuja mita, wakikuja kuwa very idle, hiyo ndio na Waislamu wamefunga, Catholics wamefunga, hiyo ndio itakuwa wimbo sasa. Watakuwa wakiiba, wakiuza drugs, wakifanya nini. So tuna suppress, so watoto wapate kukaa kwa nyumba, wasome na wasaidie wasasi kwa kazi ya nyumba kuliko kwenda kuuza chang'aa. Pombe haramu imeelezwa kuwa janga linaloharibu maisha na ndoa nyingi nchini, hali iliyomlazimu Rais William Ruto kuagiza kumalizwa na kuangamizwa kwa pombe haramu na dawa za kulevya kote nchini. Sub-county team na askari wake wote na ngao yote tumekutana tufanye na tuendeleze hii kazi mpaka tutakapomaliza. Hata kama hatutamaliza, at least tumewapiga wakafika samaliza mpaka hata wenyewe wataweka mikono juu. Na hiyo tunawapromise kwamba tutafanya hiyo kazi mpaka wenyewe wasarende. Akinyi Damaris, Maj Digital TV.